kutakuwa na serikali mpya. Kenya imeamua ya kwamba William Ruto atakuwa one term, ataenda nyumbani kwa sababu ya kudanganya wa Kenya, kwa sababu ya kuharibu uchumi, kwa sababu ya kuharibu masomo, kwa sababu ya kuharibu matibabu, kwa sababu ya kuua watoto ya Gen Z, kwa sababu ya kusema watoto wapigwe risasi kwa mguu, kwa sababu ya wizi na uporaji wa mali ya Kenya, kwa sababu ya kutumia mali ya wananchi kuhonga wapiga kura, kwa sababu ya kuharibu soko ya majani chai katika Sudan, na mambo mengi sana ambayo yamekasirisha wa Kenya. Na mimi nikiwa kiongozi wa eneo hili la Mlima Kenya na nikiwa mtoto hapa Meru, siwezi kubali wa Meru wabaki nyuma. Kwa hivyo tumekuja, tumeandamana na viongozi Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, JB Muturi, kiongozi Fred Matiang'i amesafiri ngambo, ametutuma na salamu. Kiongozi Eugene Wamalwa ametutuma na salamu, amekimbia pande ya Trans Nzoia. Kwa hivyo tumefika hapa tukiwa na kundi kubwa ya wajumbe, maseneta, wale ambaye tuko katika muungano wa upinzani ambaye tutaunda serikali ijayo. Na tunataka kuja kusema Wameru hawezi baki nyuma. Tumekuja kusikiza ground na nimesikiza. Nilianzia pale Chuka, nikakuja Chogoria, nikakuja Nguvu, nikakuja Kariene, nikatoka hapo nikakuja town pale Tuskys, tukaenda Gakoromoni sokoni, tumemalizia makutano na tumesikiza ground. Tumekuwa na mazungumzo na watu wetu wa Meru na wote kwa kauli moja wametuambia tuko pamoja, tuko katika safari ya one term, na Wameru na Wakenya wengine wameungana kutafuta serikali mpya, na kwa hivyo tutatembea nao pamoja. Kesho tuko upande ya Igembe, tutaanza huko Mikindori, tuende mpaka Maua, tuende Kiago, tuende Abantu Wetu, tuende Mtwati, tuende Lare, tukuje tumalizie Kianjai. Peter Munya yuko wapi? Sijui kama atakuja, lakini alikuwa siku tulikuwa Kisii, alikuwa ameniambia program yake atajaribu kuadjust aone kama atafika. Akifika ni sawa, asipofika ni sawa, tunaendelea. Ukisema ujui mheshimiwa, ni kumaanisha united opposition is not united, kwa sababu ujui wenzako wako wapi. Nimekuambia vizuri ya kwamba Fred Matiang'i yako hapa kwa sababu ako ngambo. Eugene Wamalwa hako hapa kwa sababu ako Trans Nzoia. Governor Natembeya alikuwa amefika, hajafika. Peter Munya alisema ataona program yake kama atafika ama hatafika. Kwa hivyo mimi siwezi kumsemea kwa sababu yeye ni kiongozi. Mimi naongea na wale tuko nao hapa na wale ambaye tumekubaliana tutoe salamu zao. Kabla mwende saba ulize swali. Pia hapo tuko Peter Munya. Jana Jeremiah Kioni amesema wao wanaona wakipanga mikutano yao tofauti na mikutano yenu kwa sababu wao wanaona wale wako kwa muungano wa upinzani wanapendelea chama chenu. So kumaanisha Jubilee na PNU ni kama hamko pamoja. Haikuange namna hiyo, ni vile wengine hawaelewi. Hii mikutano ya United Opposition, hakuna mkutano ya United Opposition. Ni vinara wa vyama tofauti wanafanya mkutano na kualika wenzao. Safari ya Kisii ilipangwa na Dr. Fred Matiang'i akatualika, na yeye ndiye aliendelesha program kutoka mwanzo mpaka mwisho. Sisi tulikuwa wageni wake na alikuwa anatupatia nafasi ya kuongea na kusalimia watu na akaendesha program. Safari ya Nakuru na Nyandarua na Nyeri ilikuwa ni mimi nimewalika wageni wangu, na kwa hivyo nilikuwa na nafasi ya kupatia watu nafasi ya kuzungumza. Hata hao wakina Kioni wanalalamika ni vile hawaelewi, kwa sababu kuna wale wanaitwa prespos, wale wenye vyama vinara ambaye wanaongea pale kwa gari. Tunakubalia magari chache ndio wananchi wapate nafasi ya kutukaribia. Tunakuanga na meza special ya wale wote wanagombea viti wanafika pale. Governor Kimemia ni wa Jubilee alifika pale. Sasa huyu alikuwa hataki kuja kuongea na wenzake pale pale watu wote wanaongea. Na sisi tuko na vile kila mtu anafanya mkutano yake. Hatuna shida. Wao wakitaka kufanya mkutano watu walike, tutakuja. Mkutano hii safari ya Meru ni mimi nimepanga na DCP na ni safari yetu, lakini tumealika viongozi wenzetu wakuja na sisi, na wamekuja wengi sana, na kila pahali tunawapatia nafasi. Tuko na viongozi wa Wiper tunawapatia nafasi, tuko na viongozi wa Democratic Party tunawapatia nafasi, lakini safari ni yetu. Sisi ndio tumesimamia matangazo, tumesimamia mobilization, tumesimamia magari, tumesimamia sound. Wale wengine wote ni wageni wetu. Siku tulikuwa Ukambani, tulialikwa na kiongozi wa Wiper
Kalonzo Musyoka, na program inakuwa yake. Mwalisha Munya atawalika Meru. Akitualika tutakuja. Lakini Mithika anampiga, anasema usiku wako State House. Sasa mambo ya Mithika mimi siwezi jibu. Si Mithika hako hapa Meru. Ukitaka nafasi kumuita umuulize swali utamuuliza. Mimi tulikuwa na Peter Munya pale Kisii na tukatembea vizuri sana. Akipanga safari ya PNU hapa Meru, atualike, tutafika. Unajua sasa mambo ya mkutano, uwezi ambia mtu utapanga siku fulani. Ni wewe unapanga mkutano, unaalika viongozi. Yeye kama atapanga safari, atualike, tutafika. Na tutatembea na yeye pamoja, na mkutano itakuwa yake, ataendesha vile anataka. Mheshimiwa Rigathi, kwenye safari yako ya kuingia hapa Meru, imekumbwa na matatizo kidogo. Kama hapo Kadhita kulikuwa na miti imekatwa, barabara zikafungwa. Ndio. Tukaona vijana wamechoma mataya kwenye barabara. Kwa nini safari za Mheshimiwa Rigathi Gachagua anajipata kwenye hali kama hii tatanishi, wakati kuna viongozi wengi sana kwenye nchi wanafanya mikutano kama hiyo ya upinzani, lakini ionekani wakilengwa sana kama Mheshimiwa Rigathi Gachagua? Kwanza hii maneno ya fujo na furugu ni jambo la aibu sana hapa Meru. Nilipokuwa hapa mwaka jana, tulipangiwa vita pale Ngugu, tukapangiwa vita pale Mekindori, tukapangiwa vita pale Kiego, na tukapangiwa vita pale Lare. Lakini vijana wa Meru wakasema wataki ujinga na wataki utoto. Wakanyorosha hao watu vibaya sana na wakawafukuza, na mikutano yetu ikafaulu. Ni kweli mikutano yangu inapangiwa fujo kwa sababu hao watu wananiogopa sana. Ni mimi wanazuia nifike kwa sababu mimi naelewana na wananchi. Kama hapa Meru mimi napendwa kuliko vile mimi napendwa Nyeri. Wa Meru wananipenda sana. Wataki mimi nifike hapa, lakini hiyo ni kupoteza wakati. Huyu Deputy President Kindiki alipokuwa hapa Koromoni alitoa onyo, na pia akatoa jana akiwa Kianjai, ati tukuje hapa na tukuje na heshima, na tusipokuja na heshima tutanyoroshwa, ati tusipokuja na heshima tutaaibishwa. Na ndio hiyo mpango ilikuwa imepangwa leo. Ni hiyo Kindiki alisema ya kwamba tutazuiwa kuja hapa Meru kwa sababu wanajua watu wa Meru ni wafuasi wetu. Siku amekuwa Koromoni, amemaliza kuongea, ameambiwa hapa ni one time. Sasa yeye hakutaka tufike hapa Meru, lakini nimwambie yeye hana ushawishi wowote Meru kwa sababu yeye hakuchaguliwa na watu ya Meru. Yeye ni mfanyikazi wa William Ruto, ni mtu ya kuandikwa na ni mtu ya Yesa, na hana ushawishi yote hapa Meru. Mimi ndio mtoto wa Meru, sio yeye, na yeye hawezi kunipea masharti ati nitaongea vipi nikifika Meru, ati tusipige serikali. Anataka tukija hapa tuambie wa Meru SHA inafanya kazi, haifanyi. Anataka tukija hapa tuseme barabara zimejengwa, hazijajengwa. Anataka tukija hapa tusiambie wananchi Ruto alidanganya watu Nithi Bridge itajengwa within 6 months, haijajengwa. Ruto juzi amesema iko contractor, nimepitia hapo hakuna contractor. Sasa huyu Kindiki alikuwa hataki tuongee na wa Meru mambo ya ukweli. Anasema ati tunakosea serikali heshima, ati tunamkosea heshima kwa kuongea ukweli. Kama kuongea ukweli ndio kukosea Kindiki heshima, hatuna heshima na yeye. Kwa sababu yeye ni mtu ya Ruto, ni mtu ya Yesa, ni mtu amefundishwa na Ruto uongo. Amekuwa hapo Koromoni, tumefika hapo siwe jinanuka. Hakuongea hiyo maneno, kazi yake tu ni kutisha watu. Msikuja hapa, mkija hapa mkuja na heshima. Msipokuja na heshima mtanyoroshwa. Mimi nataka niseme hakuna mtu ataniambia mimi kama kiongozi vile nitaongea na Wameru, kwa sababu Wameru kwanza walichagua mimi, hawakuchagua yeye. Hakuna mtu alipigia kura, hakuwa kwa debe, picha yake haikuwa hapo, jina yake haikuwa hapo. Yeye ni mtu tu ameiba kiti ya mtu mwingine, ameibiwa na William Ruto. Yeye ni mfanyikazi wa William Ruto, hana authority yoyote ya kuambia Rigathi Gachagua mtu alichaguliwa na Wameru ataongea na Wameru namna gani, kwa sababu hao Wameru bado nitoka kwa ofisi, ni watu wangu, na mimi nikifika hapa lazima niwaambie ukweli. Kwa hivyo hicho kitendo cha leo ni cha aibu sana, na ni makosa sana mtu ya kiwango ya naibu wa rais kushikana na governor, pia ni mtu pia ya kupewa kiti ambaye hakupigania. Wote wawili, these two, yeah, they are fake people because hakuna mtu aliwachagua. Huyu governor wameshikana na huyu Kindiki, wamepanga vijana. Ati? Kwa ushahidi gani? Sasa siedi alitisha. Sasa ukitisha, alitisha jana, alitisha juzi. Sasa utasema ni nani? Yeye mwenyewe ndio kwenye kutisha, ati tutanyoroshwa. Si alisema iko video zinaendelea. Na tumejua kwa sababu
Last time huyu mjumbe wa Imenti South alikuwa amepanga fujo, leo hakupanga fujo. Kumekuwa na amani katika Gobo, hatukupata any incident katika Gobo. Ni matumaini yangu hata wajumbe ya Tigania East, Buru Wamburi, huyu Keli wa Igembe Central, huyu kijana mdogo ya Igembe South, huyu Taitumu, I hope, na huyu Rendekire, I hope watakuwa waangwana, wakuwe watu wazima. Mambo ya fujo hawezi saidia William Ruto na hawezi saidia hawa. Na mimi nauliza huyu Kindiki, amekuwa Nyeri pahali mimi nimeishi, hakuna mtu amempiga mawe, hakuna mtu amemzuia. Rais mwenyewe amekuwa Udhaya, hakuna mtu amemuuliza. Huyu Kindiki ametembea kote katika mlima, hakuna mtu amemuuliza swali. Hata kama watu hawataki yeye, hata Ruto hawamtaki, wanamwangalia tu. Mimi nauliza hawa watu wa Ruto, hamwezi okoa Ruto na kumtafutia kura kwa kupanga fujo. Kufunga barabara in Meru is a waste of time. Hiyo barabara wamefunga, imefunguliwa na watu wa Meru na tumefika Meru. Kuambia watu wapige mawe, wapige akina mama na watoto ni ujinga na ni utoto. Na hakuna umaarufu William Ruto atapata kwa kupanga fujo. Na niwaambie hawa, kila siku wanapanga fujo ndio wanapoteza kura. Mimi nilipigwa pale kanisani ACK Udhaya Wetima Church na askari mpaka wale hawajashikwa. Ile support kidogo Ruto alikuwa naye katika mlima ilipotea siku hiyo kwa sababu ya kupanga fujo. Mimi nataka niambie Kindiki, niambie Mutuma, huyu governor Bonoko ambaye hakuna mtu alimchagua, amechukua kiti ya Kawira Mwangaza ambaye ndiye alichaguliwa na watu ya Embu, walishikana na Kindiki na Ruto wakatoa Kawira, wakipitia MCAs, wakipitia senator. Nimwambie huyu governor, wewe governor umepewa kiti na ni kiti Bonoko, wacha kupanga fujo, wacha kusumbua Wameru. Fanyia Wameru kazi. Mlisema Kawira Mwangaza ameshindwa na kazi. Tangu mtoe Kawira mkaweka huyu Mutuma, kazi gani imefanyika Meru? Hakuna. Kwa hivyo mimi nasema, acha nimalize, wawache fujo. William Ruto, Kithure Kindiki, Governor Mutuma ambaye ni Bonoko, muache mambo ya fujo. Muache kupiganisha watu. Muache kutumia watoto wetu vibaya, wafunge barabara. Ati wapigane, wapige wamama, wapige watoto. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa, wafuasi wangu wameniambia kesho ile mtu yote atajaribu kupanga fujo katika Igembe atakipata, kwa sababu watu wamefika pahali wataki ujinga. Wanauliza Kindiki amekuwa hapa Kianjai, amefanya mkutano, hakuna mtu amemuuliza. Amekuwa hapa Kakoromoni, ameongea na watu wameenda. Mbona mnazuia Rigiji kuja kufanya mazungumzo na Wameru na yeye ni mtoto wa Meru? Naomba niulize hivi Mwenda, katika video zenye zinasambazwa katika mitandao, wale watu wanasemekana ndio wamefunga barabara, ndio bado wanaonekana wakifungua barabara. Nikisema hii ni script ama stage managed kufunga kwa barabara. Hapana, tusiende hiyo barabara. Hiyo si mambo ya ukweli. Hakuna mtu anaweza kufunga barabara asipite. Hakuna mtu anaweza pata hiyo time ya kufunga barabara usipite. Tena nauliza, askari walikuwa hapo ni wa serikali, mbona washiki hiyo watu? Kama ni watu wetu kabisa, na unajua zini watu ya kushikwa kila siku. Askari wamesimama pale, watu wamefunga barabara, wameakisha moto, askari wanaangalia. Hawa askari ni wanani? Hawa askari ni wa Ruto na Kindiki. Kama kungekuwa ni grupu ingine imefunga barabara, saa hii wangekuwa kwa sel, wapelekwa kotini kesho. Lakini hao gunzi ni gunzi ya serikali, ni gunzi ya Kindiki na Mutuma, na ndio askari wanawasimamia wakifunga barabara. Utanieleza namna gani ndugu yangu Meru County iko na polisi ambaye wako kazi? Wakora wamefunga barabara for 3 hours. Wameakisha moto, wameweka mawe, wamechukua paso, wamekata miti, wamefunga barabara masaa 3, na polisi wanakaa na hawezi kuwashika, hawezi kufungua. Alafu unakuja kuniambia ati ni watu wetu. Kama ni watu wetu si wangekuwa wameshikwa asubuhi? Mheshimiwa, mlikuwa mmefanya kikao na Inspector General wa polisi Bwana Kanja. Sijui mlikubaliana vipi? Tulikubaliana vizuri sana na Kanja ya kwamba hakuna mtu atatiza mikutano yetu, na tuseme tukue fair to him and the police. Tangu tuongee na Kanja hakuna kitendo kimefanyika. Makanisa yamelindwa na mikutano yetu haijaingiliwa na mtu yeyote. Lakini polisi wametuambia hapa, Deputy President Kindiki ndiye aliambia polisi wakae kando, kwa sababu yako na ushawishi mkubwa kuliko Inspector General. Kwa sababu hadi tumeenda Nakuru, polisi wamefanya kazi yao. Tumeenda Nyandarua, polisi wamefanya kazi yao. Tumeenda Nyeri, polisi wamefanya kazi yao. Tumeenda Kisii, polisi wamefanya kazi yao.
Kisii kulikuwa na wakora, polisi wamesaidiana na sisi kuwaondoa. Lakini hapa Meru, Deputy President ameambia polisi, hiyo vijana ni wangu, wako kazini, muachane na hao wapambane na hii watu. Na ndio barabara ya kuingia Meru imefungwa masaa 3 na wakora na wahuni, polisi wakiangalia. Polisi wenyewe wanalalamika, wanasema hii ni kazi gani sasa tunafanyishwa? Ati sisi tunafanya kazi na wakora na wahuni, na kazi yetu ni kulinda amani, kazi yetu ni kushika wakora. Kwa sababu huyu Kindiki ameambia polisi, mkae kando, muache hii watu, wako kazi yangu, wapambane na hii watu. Mheshimiwa, kwa sababu ya muda ndenda kuuria na Kimiru riria bugutonya Miru buriuga ni heshima bukwenda shokeria Miru ibati heshima yao, maybe ni yake hivi kwa Kiswahili, mnapoingia Meru mnasema mnataka kurudishia wa Meru heshima, wamenyimwa heshima. Nani amewanyima heshima na wamenyimwa kivipi? Heshima ya Wameru ni kazi kidogo na ni kazi wazi. Heshima ile zinataka kurudishia Meru ni Wameru wafanyiwe kazi. Kazi gani imefanyika hapa Meru? Barabara zote zimekwama. Zile zote rais alisema Nithi Bridge itajengwa na mwezi 6, hakuna, walimpatia kura. Hiyo ni kukosea Wameru heshima. Mambo ya kahawa, nilikuwa nikiwa ofisini nimesukuma madeni ya wakulima wa kahawa shilingi bilioni 7 walipiwe. Tangu niondoke hiyo maneno ikasimamishwa. Na ndio nilikuwa nauliza huyu Kindiki, kazi yako ni gani? Tetea watu ya Mlima Kenya. Hii watu wakulima wa miwa walilipiwa deni ya 118 billion. Sisi yetu ni bilioni 7 peke yake ya wakulima wa kahawa. Hawa wakulima wa kahawa wanahangaika, hawana heshima, hawana pesa, hawana chochote. Wakulima wa chai, rais ameenda ameingilia masuala ya ndani ya nchi ya Sudan, pahali ambaye tunauzanga majani chai. 15% ya chai yetu inaenda Sudan. Yeye ameingilia maneno ya masuala ya ndani ya Sudan, ameingilia biashara ya dhahabu na wale waasi wanaitwa RSF. Serikali ya General Burhani imekasirika, imesema vile Kenya inaingilia mambo yetu ya ndani, wamepiga marufuku kununua majani chai kutoka Kenya. Majani chai yetu yote iko Mombasa. Na ndio ukiuliza wakulima wa chai, ile bonus wamepata mwaka huu is the lowest for the last 20 years. Ndio tunasema Wameru lazima wapate heshima yao. Na heshima ya Wameru sio kuwadanganya ati unawapenda, ati utajenga state lodge hapa. Wameru hawana haja na state lodge, kwa sababu hiyo ni boma yako ya kulala. Kila Mmeru wako na boma yake ya kulala. Wameru wanataka walipwe bei nzuri ya majani chai. Wameru wanataka walipwe bei nzuri ya kahawa. Wameru wanataka bei nzuri ya maziwa. Wameru wanataka hapa town barabara ya bypass ya kumaliza jam ijengwe. Wameru wanataka Nithi Bridge ijengwe. Wameru wanataka soko ya miraa wapate heshima yao. Sisi tunasema kurudishia Wameru heshima yao ni kuwainua kiuchumi, ni kuwasaidia kwa mazao, kwa maziwa, kwa majani chai, kwa kahawa, kwa miraa, kwa korosho, kwa avocado, kwa makadamia. Sisi tukifanya hiyo, na ndio sisi tunapanga, ndio itarudisha heshima ya Wameru. Wewe ukiwa naibu wa rais wakati huo, na Mithika Linturi akiwa waziri wa kilimo, ulipewa kazi ya miraa na hizo vitu zingine, ulisaidia Meru na nini? Mimi unajua ndugu yangu, nilifanya mkutano ya kahawa hapa Meru 2023 coffee conference, na nikaweka mikakati. Na ukiuliza wakulima ya kahawa bei ilipanda, waulize leo. Mikakati Rigathi Gachagua alifanya akiwa naibu wa rais kulete mabadiliko ya ukweli na ya usawa katika sekta ya kahawa, mpaka wa leo wanakulia matunda yake. Rigathi Gachagua alikuwa ameanzisha kazi ya majani chai, nikafanya tea conference pale Kericho. Kabla kazi yangu kuzaa matunda nikafurushwa, hiyo kazi ikakwama. Mimi mwenyewe nilipigania shilingi bilioni 7 ya kusaidia wakulima wale wa kahawa ambayo walikuwa na madeni waondolewe ndio waanze mpya. Nilipoondoka hiyo maneno imekwama. Mimi mwenyewe, watu ya Meru wanajua, nilipigana na pombe haramu ambayo imeua watoto wetu kwa miaka mingi. Nikaanzisha campaign, nikafanya mkutano hapa Chuka, nikalete watu wote pamoja, wale polisi, wale machiefs, wale administrators, watu ya kanisa, kila mtu, na tukapunguza pombe haramu, na watoto wetu wakaanza kurudi nyumbani kuwa na familia. Nilipoondoka hiyo maneno yote imekwama, ile pombe yote mbaya imerudi hapa. Na tuko na habari ya kwamba mama moja ambaye anauza hiyo pombe ako in partnership na Kithure Kindiki. Hiyo tuko na information na tutatangaza. Na ndio ile pombe naua watu hapa Meru ni huyo mama anauza, mwana yake alipumzika,
wameshikana na Kindiki, ndio wanauza pombe haramu hapa Meru, Embu na Tharaka Nithi. Kwa hivyo mimi kwa hiyo mwaka 2 nilifanya kazi ambayo inaonekana, na kama hao wabunge hawangepewa pesa na Ruto kunifukuza, ningekuwa nimepiga hatua kubwa sana. Na mradi ulianzisha ama kufungua Meru? Mimi hakuna mradi ambaye ilikuwa imefanyika hata moja. Mimi ile kitu nilikataa ni kutumwa na Ruto kwenda kufungua barabara ya uongo. Unajua yeye hapa Meru amefungua barabara moja, niko nayo hapa mara 4. Mimi hiyo maneno nilikataa. Alikuwa ananiambia enda fungua barabara, nikamwambia sitaki. Kwa sababu utaenda kufungua barabara namna gani ambaye haina budget, yeah? Angalia kama hii barabara ya inaitwa ya takupatia sahihi hapa. Niko naye kwa sababu mimi mambo nilikataa ni mambo ya kwenda kudanganya watu kwanza ya nyumbani. Hii Mikindori Miathene Road, Ruto ameanzisha mara 2 bado. Barabara ya 20 kilometers Kunene St Anne Mioponi Road amelaunch mara 3 bado. Hii barabara ya Kirindine Miathene Mikindori amelaunch mara 2 bado. Barabara ya Kamoja Kianjai Isiolo amelaunch mara 3 bado. Barabara ya Chakiriga Marimanti Katuga Ora Gate bado. Mambo hii ndio mimi nilikataa. Kwa sababu alikuwa anasema weenda anzisha barabara huko Meru, waambie wa Meru within 6 months itaisha. Barabara haina budget, haina chochote. Hata juzi nimeona huyu Kindiki pale jana akiwa Kianjai anasema ati iko 43 billion ya kumaliza barabara za hapa Meru. Hiyo ni maneno ya uongo. Amezoea uongo kama mkubwa yake, na ndio maneno mimi nilikataa ya kuja hapa nyumbani pahali mamangu alizaliwa alitoka, nikuja nidanganye my brothers and sisters, niwaambie ati hii kazi itafanywa nikijua kwa ukweli hakuna pesa imewekwa ya kumaliza hizo barabara. Mheshimiwa, pengine tumeona viongozi hapa Meru wamekuwa wakikulaumu kwa sababu wanasema wakati ulikuwa naibu wa rais ulichangia sana wa Meru kuachishwa kazi katika nyanja tofauti tofauti katika serikali na ukiajiri watu wako. Pengine mambo ni ukweli. Jambo la pili, umekuwa ukinyorosha hao viongozi sana wakati tumekuja. Umewanyorosha sana kutoka MPs, senator, women rep. Pengine tu baadaye mwaka ujao wakwambia wanataka mfanye kazi pamoja. Itakuwa rahisi kweli na vile umenyoroshana kwa kiwanja? Mimi hakuna Mumeru nimefuta kazi, lakini niliandika Wameru wale wanasemekana ni wangu. Mithika Linturi mimi nilitafuta kazi yake ya kilimo amefutwa. Kome, Japheth Kome nilitafuta kazi ya IG amefutwa. Mimi sikufuta Kome, mimi sikufuta Mithika Linturi. Tena nikuulize, hao wajumbe wa Meru waliniambia wameambiwa na Ruto wakinitoa maendeleo itakuja Meru. Tangu nitoke sasa ni mwaka 1.5. Barabara gani imekwisha? Wapi kumewekwa stima? Wapi Mumeru wameandikwa hata moja? In fact ni kufutwa wamefutwa. Hata isipokuwa nilitoka makucha huyu Chief Justice Martha Koome, Ruto alikuwa anataka kumtimua. Hao wabunge wanaongea uongo. Ile kitu hawataki kukubali ni kwamba walihongwa na William Ruto kututoa kazini. Wakakula pesa, wakaweka tumbo zao mbele. Wakaambiwa na Ruto, toeni huyu mtu akitoka Meru sasa barabara zitaisha. Tutaweka maji. Tutaweka stima. Ningetaka kuuliza hii wabunge yote 9 pamoja na yule nominated anaitwa Muthoni, tangu munitoe ni barabara gani hata moja imekamilika Meru? Ni project gani ya maji? Alisema atajenga damu 8 Meru. Ruto aliambia hii wabunge, mkitoa Rigiji nitajenga damu 8. Wapi damu moja imejengwa hapa Meru tangu nitoke? Mheshimiwa, kuna jumbe mmoja alisema kwamba ulichukua hiyo miradi ukipeleka kwenu Nyeri. Mimi nauliza, tangu nitoke kwa nini haijatoka Nyeri iletwe hapa? Kama mimi ndio nilipeleka Nyeri, sasa nimetoka ni 1.5 years. Kwa nini hawajaenda hao wabunge na Ruto na walikuwa huko Nyeri pale inaitwa Sagana State karibu na kwangu? Si waende wachukue walete hapa. Unajua hiyo ni kupotosha watu wa Meru. Na watu wa Meru ni watu werevu sana. Mimi mwenyewe nilikuwa hapa mambo ya kahawa. Hata mambo ya miraa nilikuwa nimeanzisha. Huyu akanifurusha kabla sijafanya chochote. So nataka kuambia hii wajumbe, waambie watu ya Meru, kama mlitoa Rigathi Gachagua ndio maendeleo ifanyike Meru. Kama Rigathi Gachagua ndio alikuwa ametatiza kazi ya Meru kufanyika, tangu watoke, onesheni wa Meru project moja ambayo imekamilika ama imeanzishwa. Isipokuwa ni uongo. Ruto alikuja hapa kwa
Meru Dairy akaahidi 100 million. Tangu nitoke simuende mchukue hiyo milioni moja mulete. Ile aliahidi 100 million hajalete. Mambo ya hii ya university yetu, University ya Mariene University College imekosa pesa. Nyinyi wajumbe mkiongozwa na senator, pesa ya kuinua hii university ya Mariene vile Rigiji alitoka simuende mchukue mulete. Hii Igembe University College ambaye Ruto aliahidi watu haijapatiwa pesa mpaka wa leo. Kama Rigiji alikuwa shida anazuia maendeleo ya Meru, simuende mulete. Tena niulize, watu wanauawa kama kuku katika boundary ya Igembe North na Isiolo. Mimi niliita Kindiki akiwa CS Interior na Japheth Kome. Nikamuuliza Kindiki, wewe ni jirani yetu hapa, umetoka hapa Tharaka. Mimi ni Mumeru hapa tukiwa na Kome. Wewe ni Mtharaka, sisi ni Wameru. Nikamuuliza, mimi naona kila siku huko Pokot. Naona kila siku huko Kerio Valley. Umepeleka matankas huko kusaidia watu ya huko wasiumizwe na majangiri. Kwa nini hapa nyumbani hujalete tankas kusaidia watu hapa kwa mpaka? Akaniambia nataka nisaidie rais kwanza kwa sababu ndiye aliniandika kazi. Nikamuuliza, basi ukimaliza kusaidia rais na watu yao, si ukuje usaidie hii watu ya nyumbani? Mpaka wa leo, last week iko deputy principal ameuawa hapa Isiolo, mtu ya hapo Igembe. Kindiki amekuwa hapa hajaongea hiyo maneno. Kama yeye anasema anachunga Wameru, kwa nini hafanyi kazi vile alifanya Kerio Valley? Alienda kusaidia Marakwet, alienda kusaidia Tugen, alienda kusaidia Pokot. Wewe Kindiki, hao wa Igembe unawachukia kwa nini? Kwa nini wewe kuliko kusunguka na ndege ukibeba pesa na magunia unakuja hapa atunasema wewe fire si fire? Wewe si utoa hiyo fire ikuja hapa kwa mpaka. Hiyo fire yako Wameru ukitaka kabisa wajue wewe ni fire, lete camp ya anti-stock theft unit hapa kwa mpaka ya Igembe na Isiolo. Lete camp ya GSU katika mpaka ya Igembe na Isiolo. Na mimi nilimwambia Kindiki wakati hiyo, yeye alikuwa waziri ya usalama, nikamwambia my brother, siweke kambi hapa ya GSU, siweke kambi ya anti-stock theft unit isaidie Wameru. Wewe unaenda kusaidia wengine na si mbaya kwa sababu ni Wakenya, lakini si ukumbuke watu ya nyumbani. So wewe unasunguka kusema fire si fire. Watu wa kwenu nyumbani wanauawa kama kuku kila siku. Ile insecurity iko Meru ni aibu kubwa sana. Ati wewe unajiita deputy president na unasema ati wewe unatoka pande hiyo, alafu watu wa nyumbani wanauawa kama kuku kila siku. Huyu sasa deputy principal ameuawa hapa. Hata Rabirambi hujatuma, hata hujatuma watu hapo kuuliza hao watu ya Igembe wanauawa kila siku watasaidiwa namna gani? Kwa hivyo kama mimi ndio nilikuwa shida, mbona insecurity haijaisha katika mpaka? Mbona Wameru wanaendelea kuuawa kila siku kama kuku? Na tunasema tuko na serikali. Ati wao sisi hatuwezi toka kwa serikali, Rigiji anataka tutoke kwa serikali. Sasa mko kwa serikali, mbona Wameru wanauawa mkiwa na serikali? Why? Na kwingine juzi tukiona huko Rift Valley kwa Ruto, ukitokea maneno kidogo namna hii, anatuma IG, anatuma deputy IG, anatuma DCI, anatuma GSU huko kwa Ruto nyumbani. Kukitokea maneno, askari wanamwagwa huko kama siafu. Lakini hapa Wameru wakiuawa wanawachiliwa, Wameru wanakufa kama kuku. Hii ni maneno ambayo mimi nataka niambie watu wetu wa Igembe North. Tukipata nafasi next year tuchukue serikali. That nonsense ya mpaka, sisi ni watu ya nyumbani. Wewe Kindiki ni mtoto hapa Tharaka, wewe Kome na mimi sisi ni Imenti. Kwa nini watu wetu wanaumia na tuko kwa serikali? Akanipeleka namna hii mpaka nikatoka. Lakini mimi I want to challenge him today nikiwa hapa Meru. Wewe Kindiki, if you are saying you are in government and you can assist the people of Meru, I want to challenge you in the next 2 weeks. Kama wewe ni mwanaume kamili, talk to Ruto, weka kambi ya GSU, weka kambi ya stock theft unit kwa mpaka ya Igembe North na Isiolo, so that our people do not die again. Lakini mimi najua hawezi. Ruto hawezi mkubalia. Ruto anatuchukia na anafurahi watu wetu wakiuawa. Kwa hivyo mimi nataka niambie watu ya Igembe North, I'll be there tomorrow. I want to give you a firm commitment tonight ya kwamba sisi tukiunda serikali next year na tutaunda, that thing along that border will be a thing of the past. I will deal with it personally na itafanyika tena. Kulingana na katiba, wewe huwezi kuombea kiti cha urais kwa sababu ulifukuzwa na bunge. Nani amekuambia? Sasa nani alikwambia? Katiba gani umesoma? Wewe soma katiba section 75, article 75
alafu usome 99. Inasema aje? Ukishasoma 75 inasema chapter 6 inasema aje? Chapter 6 inasema kama uko na matatizo ya chapter 6 utakiwi uombee kiti. Lakini 99 inasema mpaka you exhaust all the remedies available in law, you cannot be barred from holding office. Lazima niende High Court, niende Court of Appeal, niende Supreme Court. As long as this matter is before court, Rigathi Gachagua atakuwa kwa debe. Na I want to give you an example. Kuna mtu anaitwa Weluke, alifungwa 74 years jela. Mimi hakuna mtu amenifunga niko nyumbani. No, nakwambia it's the same thing. No, nakwambia mambo ya chapter 6. These are all things after chapter 6. 99 inasema of all the issues in chapter 6, article 99, as long as you have not exhausted the mechanisms, the remedies available in law, you cannot be stopped from holding public office. So mimi nitakuwa kwa debe. Mheshimiwa Chief Justice, na nimwambia hata Mama Kawira asijali, atakuwa kwa debe. There's no problem. She should not worry. Are you the one who is clearing them? No, mimi nasema ni sheria sio mimi. Mheshimiwa, I'm just saying the law. The other day Chief Justice alisema impeached is impeached. Alisemea wapi? Don't read unajua nyinyi kuna vitu naandikwa kila siku. Mimi naonanga watu wamesema Rigiji amesema hii, goja video. Ulimuona kwa video akisema nini? The Chief Justice cannot pronounce herself outside the court. Judges pronounce themselves in a court of law when they have a matter before them. Lakini Photoshop ya mtu kuwekelewa maneno, mimi kila siku wananiwekelea ka caption imesema hii Rigiji. Mimi nasemanga if you want to know kama nimesema kitu ulize video. Kwa hivyo mheshimiwa unasema you'll be a presidential candidate. Nimesema nitakuwa kwa debe. I've said so. Next year. Yes, next year. Yes. Na mheshimiwa, nakuomba kura yako. Naangalia Wakenya hapa kwenye mitandao wanasema uliza mheshimiwa Rigiji hivi, kuna ile budget ya Ikulu ilikuwa around 8.5 billion. Sisi inasemekana budget ya State House imeruka mpaka imebindwa itishi nyingine ifike 17 billion. Yes. Wakenya wangetaka kujua kama kiongozi wa taifa ama wa kitaifa, kauli yako ni ipi? Wanaangalia kwenye mitandao wanasema uliza Rigiji. Maoni yake ni yapi kuhusu budget ya State House kuruka from 8 billion to 17 billion? Sasa budget ya Uhuru ilikuwa 4.5 billion. Na aliendesha nchi nzuri. Kwa sababu Uhuru hakutumia Ikulu kama pahali ya kuhonga watu. Ruto ameiongeza from 4.5 ikafika 8.5. Kwa sababu tunaelekea uchaguzi ameweka times 2 is 17 billion. Hii pesa ni ya kuhonga watu. Juzi walimu walikuwa huko. Kila mtu akapatiwa shilingi 10,000 wa kule. Saa hii wanalia wataenda mgomo kwa sababu SHA haifanyi kazi. Watu ya Meru walikuwa huko. Wakapewa kila mtu shilingi 5,000. Watu ya Kiambu walikuwa huko wakapewa kila mtu shilingi 10,000. Makasiriko ya watu ya Kenya wale wenye payslip ndio wanatoa hii kodi. The payslip has been raided. Wanakuwa tax almost 42% of their salary. Hii pesa yote Ruto anachukua ya kuhonga wa Kenya. Ndio hii pesa Kindiki anatembea naye na magunia. Atakuwaka na ndege mbili, moja imebeba pesa, ingine ndio anatumia. Hii pesa yote ni ya wizi. Saa hiyo watoto wa shule hawaendi, hakuna capitation. Kenyatta National Hospital wale wagonjwa wameenda pale hawakufi kwa sababu ya ugonjwa iliwapeleka, kwa sababu ya kukosa chakula. Na wanalipa pesa. Hii pesa yote inaibiwa inapelekwa State House. Ile pesa yote ingesaidia Wakenya. Polisi wanalia ya kwamba wakipeleka watoto bibi yao maternity hawapati usaidizi. Wakenya wote wametoshwa pesa na hii pesa ndio Ruto amechukua amepeleka State House. State House ni crime scene. Kazi yake ni kuhonga watu. Kama hii wajumbe wa Meru nimehesabu, tangu tuchaguliwe wameenda huko mara 11. Na hakuna kitu wanaulizanga Ruto. Wanaongea, hata wanachoka, wanataka amalize, awachote waende nyumbani. Ndio hii pesa hii 17 billion ni ya kuhonga watu wakiwemo wajumbe wa Meru. Hata jana Kadhuri Murungi na gavana walikuwa huko, wakapewa kila mtu milioni 2 ya kuja kukoroga mikutano yetu. Unasikia? Hii pesa 17 billion ni pesa ya wizi. Ni pesa imeibiwa kwa Wakenya, wale wamelipa kodi. Na ni pesa ambayo William Ruto anatumia kuhonga Wakenya wamrudishe kwa ushukani. Ni kama ile infrastructure bond wamepitishwa jana na bunge. Wabunge wamepewa pesa
ya 5 trillion ambaye haitakuwa na parliamentary approval, haina approval, haina oversight. Auditor General hawezi auliza swali. Hii pesa 5 trillion inasemekana ni ya infrastructural bond. Ni pesa ambaye mali ya Wakenya itauzwa, ikiweko Safaricom, ikiweko Kenya Pipeline. Hii ni pesa Ruto anataka kutumia kuhonga Wakenya wamrudishe kwa kiti. Na ndio sisi tunapinga. Na ndio hii wabunge walipitisha kwa sababu walihongwa. Na hii 17 billion hii, kwanza wabunge wa Meru, they are the most notorious kwa kuchukua hongo kwa Ruto. Na wameenda huko, hiyo mara yote wameenda. Na kuna kitu wanatoka naye. Wanaenda huko, wanakula, wanakujwa, kila mtu pesa, wanaenda. MCAs wanakuja, kila mtu wanaenda. Leo MCAs ya Kitui 40 walikuwa wameitwa, kila mtu $100,000 wanaenda. State House is a crime scene. Ni pahali ya hongo. Nimesikia Ruto akilalamika ati polisi ati wanachukua hongo. Yeye ndiye amewaonesha. Ruto ndiye amefundisha kila mtu kuchukua hongo. Kuna ushahidi wowote? Sasa hii watu ya Meru wanapewa ni ya nini? Juzi wametoka hapa. Umeona wakipewa? Wanasema hata juzi ameita watu pale Sagana State Lodge. Kila mtu 5,000, watu 18,000. Hiyo ni 90 million. Ya kuhonga watu, unapatia watu pesa ya nini? Ni kazi gani wamekufanyia? Hawajaenda kuchuna majani chai kwa shamba yako, hawajaenda kuchuna kahawa kwa shamba yako, hawajafanya kibarua kwa shamba yako. Watu wanakuja, wanakula, unawapatia pesa. Wewe wale wanakuja kwako unawapatia nini? Mimi sipeani pesa. Labda waniletee mimi. Mimi sitoi pesa, mimi sina pesa. Mimi sijaiba pesa ya mtu, sijaiba pesa ya Kenyatta National Hospital, sijaiba pesa ya SHA. Mimi hata sina mshahara. Mimi ndiko na pesa yangu kidogo ya kukula. Watu wakija kwangu wa Meru wanakuja na mandizi, wanakuja na mbuzi. Kwa sababu kwa kiongozi unaleta, sio kwenda kuchukua. Lakini Ruto amebadilisha Ikulu, imekuwa crime scene. Mambo ya bribery. Hata zamani polisi wakichukua pesa walikuwa na ficha kidogo. Huyu hafichi, anapeana hadharani. Na amefundisha huyu Kindiki mambo ya bribery. Nikubali mheshimiwa, nikuulize swali. Umetuambia wakati wa Uhuru serikali ilikuwa sawa. Wewe mkiwa na Rais William Ruto, mlizunguka Kenya nzima mkisema Uhuru ndiye ameharibu uchumi wa Kenya na anafaa kwenda na rafiki yake marehemu Raila Odinga. Sasa Uhuru ndiye amekuwa mzuri sasa hivi? No, tunasema in comparison. Unajua lazima tufanye comparison. Sisi tulikuwa tunaona Uhuru ameharibu. Na kwa sababu Kibaki alikuwa amefanya vizuri zaidi. Sasa tukalinganisha ya Kibaki na Uhuru, tukaona kama Uhuru amelemewa. Tukaona tumbadilishe, tuweke Ruto. Hiyo ndio makosa tulifanya. Na tunaomba msamaha. Kwa sababu mtu alikuja na Biblia na uongo mingi na ulimi mtamu. Akatuambia atatuweka pesa kwa mfuko. Kufika ile kidogo ilikuwa kwa mfuko akatoa through taxation. Akasema bottom up, akasema mtu ya bodaboda atasaidiwa anunue Sienta. Mtu ya Sienta asaidiwe anunue Nissan. Mtu ya Nissan asaidiwe anunue bus. Ati ile hoka ile mtu ya kuuza rejareja atasaidiwa akuwe na kiosk. Ati mtu ya kiosk atasaidiwa akuwe na duka. Ati mtu ya duka atasaidiwa akuwe na mini supermarket. Ya mini supermarket atasaidiwa akuwe na supermarket. Sasa hii watu yote tulidanganywa. Hakuna mtu wako na chochote. Watu ya bodaboda, hata bodaboda imepanda, spares imepanda. Wameenda hasara kuliko vile walikuwa. Watu ya duka, ushuru umepanda. Hii mtu alitudanganya sisi yote, na sisi tunaomba msamaha kwa Wakenya. Lakini tunasema kufanya makosa si mbaya. Ungekuwa kwa serikali sasa kama naibu wa rais, ungekuwa unaongea maneno unaongea, na mbona hukuongea wakati ukiwa naibu wa rais? Wewe labda unasahau historia. Niliongea nikiwa ndani. Mimi nilipinga finance bill. Nikasema hii ni mbaya nikiwa ndani. Siku Ruto ameua Gen Z, amewateka nyara, nikiwa deputy president nimeita press conference Mombasa, nimemwambia this is wrong. Mimi nilikosoa Ruto nikiwa ndani ya serikali na ndiye alinitoa, kwa sababu nilikuwa nampinga nikiwa ndani. Mimi nilikataa watu wabomolewe Nairobi River, akanitoa. Mimi nilikataa watu wafukuzwe wakulima market, akanifukuza kwa sababu ya hiyo. Ukiangalia charges niliwekewa Senate, ni kwamba nilikataa ubomoaji, ni kwamba nilikataa watu wafukuzwe Marigiti, ni kwamba nilipinga finance bill. Mimi sijaanza kupinga kama niko nje. Mimi nilipinga nikiwa ndani. Na katiba ya 2010 ilitaka namna hiyo. Ndio ilitaka president na deputy wachaguliwe na kura. Ndio president akizidi, deputy amkosoe akiwa ndani. Ndio huyu sasa akashindwa kuvumilia, akubali mambo ya katiba, akaona anitoe, alete Mr. Yesa. Sasa tangu Yesa akuje, hakuna mtu ya kuuliza swali. Na hata Yesa mambo ya uaji ya Gen Z alifanya, alikuwa CS Interior. Walipanga na Ruto wakaua vijana. Yeye hawezi pinga. Huwa watu, Yesa. Hii vijana watekwe nyara, Yesa.
watu wabomolewe. Yes, mimi hiyo maneno nilikataa. Ni ujinga. Ati unaambiwa kila kitu ufanye, utumie akili, unaambia ati kwa sababu ni president kila kitu yes. Mimi siwezani na hiyo ujinga. Na ndio mimi nilitoka na niko na furaha. I am a happy man. Mimi sasa naongea vile mimi nataka, napinga vile mimi nataka, na mimi naongoza wa Kenya kufukuza yeye, na tutamfukuza. Mheshimiwa, pengine kuna mtazamaji anasema unaongea na hasira. Pengine uko na hasira. Jambo la pili, kuna mtu anauliza ni nini ya Meru iko katika hii serikali unasema unataka kuunda. Na la mwisho unaulizwa kwa nini unataka Munya akuwe kwa kampeni na mko na ambaye mmemwondoa kama mgombea gavana hapa Meru. Kwanza mimi sina hasira hata kidogo. Wakenya ndio wako na hasira. Wale ambayo watoto yao walitekwa nyara wako na hasira. Wale watoto yao waliuawa jenzi wako na hasira. Wale ambaye wamepata bonus ya majani chai kwa sababu ya Ruto kuharibu wako na hasira. Wale ambaye mali yao ibomomolewa usiku huko Roysambu wa Meru wa Mera wako na hasira. Wakenya ndio wako na hasira. Mimi naongea tu vile sura yangu inakaa, na wazoee tu mimi nakawaga namna hiyo. Sina hasira na mtu yeyote. Mimi niko na furaha kwanza nikiwa nyumbani. Namba 2 kwa mambo kasirika sana. Sikasiriki. Mimi nasema ile shida mimi niko naye ni kwamba nili mislead watu wetu kuchagua huyu mtu. So mimi naona haya sana nikiwa hapa Meru, kwa sababu hiyo nimzungusha hapa nikimpigia debe. Kwa hivyo niko na aibu nikiwa Meru, nikiwa Nyeri, nikiwa Embu, nikiwa Tharaka. Mimi niko na aibu, naona aibu kwa sababu nilikuja hapa nikasema huyu ni mtu mzuri. Amegeuka kila mtu, ameharibu uchumi, ameharibu masomo, ameharibu kila kitu. Mimi sisemi ati nataka Linturi, sitaki Munya. Wameru ndio wataamua. Sikura itapigwa. Hakuna kiti ya mtu. Kama Munya atakuwa kwa debe, Linturi atakuwa kwa debe, kama Kawira atakuwa kwa debe, si watamanyana. Alafu Wameru wataamua. Na wote wako kwa mlengo wa hakuna shida. Hata wakiwa kwa mlengo lazima wapiganie. Kwani hii kwa mlengo hakuna mashindano ndani iko. Mimi hapa Meru katika ward zote 45 DCP itasimamisha watu. Katika constituency yetu 9 tutasimamisha watu na DCP. Kiti ya senator tutasimamisha mtu na DCP. Kiti ya women rep tutasimamisha. Governor tutasimamisha. PNU ya Munya wako huru pia wasimamishe viti. Kawira kama hako na chama asimamishe watu. DP simamishe watu. Wenye kuamua ni Wameru. Rigiji hawezi amua. Mimi nitapigia watu yangu debe. Kama Wameru watanisikiza nitashukuru. Wasiponisikiza nitawaheshimu. Mimi siwezi bishana na raia. Hao ndio matajiri wetu na ndio wenye kuamua. Lakini kama mtu anafikiria ati kuna kiti naweza wachiwa mtu, ati tuseme tumewachia Munya, hapana. Tumewachia Linturi, hapana. Ati tumewachia Kawira, hapana. Hii ni demokrasia. Kila mtu ambaye anaona anaweza kuwa governor wa Meru asimame, waende kwa raia. Raia ndio wenye kuamua. Mimi siwezi amua. Kwa hivyo nisiambiwe ati DCP simamishe mtu ati tuachie fulani. Hakuna. Hiyo si demokrasia. Hiyo ni dictatorship. Na hatuwezi fuata mambo ya udikteta. Lazima Wameru wapatiwe nafasi. Wachague yule kiongozi ambaye wanataka, yule wanaheshimu, na yule ambaye atawafanyia kazi. Ile tunapinga ni hii magavana na madeputy president Bonoko. Tunataka watu ya kupigiwa kura. Deputy president apigiwe kura, sio deputy president Bonoko. Governor apigiwe kura, sio deputy governor Bonoko. Unajua katiba ilisema deputy president achaguliwe na watu, governor achaguliwe na watu. Hii mikato hii ya impeachment ya kutafuta viti kwa njia ya mkato ndio imeharibu hii serikali yetu, na ndio imefanya serikali ya William Ruto isabaratike, kwa sababu unapitia njia ya mkato ya kutafuta uongozi. Tunataka njia ya uongozi ni debe. Kila mtu apigiwe kura na wananchi, achaguliwe kwa kiti fulani, apewe nafasi afanye kazi miaka 5. Huyu Kawira angepatiwa nafasi amalize tamu yake. Kama Wameru hawatosheki na kazi yake, watakuwa na nafasi ya kumuondoa, walete mtu mwingine. Lakini watu 20, watu 40 kwenda kukutana na kuondoa mtu ambaye amechaguliwa na watu 1700 ni makosa. Mtu amepigiwa kura na watu 7 million, ati watu afiwe mbizi wanakutana wanamtoa. Mnatakiwa mpatie mtu nafasi amalize miaka 5. Raia wenyewe warudi waseme huyu hajafanya vile tunataka, watu tumemuondoa, tulete mwingine. Hiyo ndio demokrasia. Mheshimiwa anasema kwamba utaongoza wa Kenya kumfurusha Rais William Ruto. Tunaona katika unalotoka Mlima Kenya ambapo kidogo tumeona ukiongoza kama kingpin, ukitaja mambo kama haya kuongoza wakazi hapa.
umepoteza kura ama upinzani umepoteza katika baadhi ya by election ambazo tumekuwa nazo, na wapinzani wenu wanasema kwamba hamna mpango mbali na kusema William Ruto. Ni mikakati gani ulionayo itakayokuwezesha wewe? Sisi mpango yetu ni ya kuondoa William Ruto. William Ruto hapana MCA. Hatushughuliki na mambo ya MCA. Sisi tuko kazini. Shida ya Kenya ni William Ruto. The problem of this country ni William Ruto. Shida ya Mlima Kenya ni William Ruto. We are focused kutoa William Ruto. Mimi mambo ya by election ya MCA sishughuliki na sina haja. Yetu ni kumtoa William Ruto. Number 2, niseme hii maneno ya by election huwezi itumia kujua umaarufu wa rais, kwa sababu by election unaenda unaweka pesa hapo, unaweka askari kama Bere North, pesa ilimwagwa karibu 900 million, alafu askari wameletwa kutisha watu wasipige kura, ile inaitwa voter suppression. Lakini uchaguzi mkuu hakuna mtu wako na ushawishi ya kupeana pesa kiasi hiyo. Uchaguzi mkuu uweze pata askari ya kutosha kushawishi watu. Na niseme hapo Bere North, kwa sababu saa nyingine watu wajui historia. Katika siasa ya Mlima Kenya tuko na constituencies 68. Tuko na constituencies mbili ndani ya Mlima, Bere North and Bere South, ambayo wanapiganga kura tofauti na watu wengine. Watu ya Bere North and South, kura ya rais wanapiga vile Mlima inapiga. Lakini ya governor, ya senator, women rep, MP, MCA wanapiga na mambo ya clans na mambo sao hapo ya ndani. Ukiangalia mwaka wa 2002, hakuna mtu alitaka kusikia Moi na KANU. Watu wote walikuwa NAK wakichagua Mwai Kibaki. Watu ya Bere North walikuwa naitwa Chicago, walimchagua Mwai Kibaki na NAK kama president, wakaungana na Mlima wote 98% wakapatia Mwai Kibaki. Kiti ya MP wakapatia Justin Muturi na KANU, na hakuna mtu alitaka kusikia KANU. That is better for you. The following year 2027 wakarudia wakachagua Mwai Kibaki na PNU, wakafurusha Justin Muturi na PNU, wakamfukuza, wakaweka Lene Kivuti na Safina. The following year 2013 wakachagua Uhuru Kenyatta na TNA, wakachagua Jagagwa na Bas. 2022 wakachagua William Ruto president na UDA, lakini MP wakachagua Roko na DP. That is Bere North for you and Bere South, and it is like that. What is important ni ya kwamba watu ya Bere North and South, kura ya rais watapiga vile Wameru wanapiga, watapiga vile Waembu wanapiga, watapiga vile Nyeri inapiga, watapiga vile Nakuru inapiga. That is my comfort and I understand those dynamics. Na ndio unaona mimi mambo hiyo sishughuliki, hukuniona kwa hiyo by election. Focus yangu, focus ya Kalonzo, focus ya Matiang'i, focus ya Muturi, focus ya Martha Karua, focus ya Eugene Wamalwa, focus ya George Natembeya ni kumuondoa Ruto. Mambo ya MCA, MP nini, hapo tumetoka. Mheshimiwa, ulikuwa by election ya MP, ulienda mpaka door to door campaign. Yes, yes. Sasa mbona unasema uko No, nimesema tumetoka hapo sasa. Unajua politics is dynamic. You make decisions as you go on. Sisi tumeona polisi wanatumwa, wanazuia watu kupiga kura. Watu wanahongwa kwa laini. Tukaona we should not waste our time. Let us concentrate on what is important for this country. Ile kitu ambayo itaokoa nchi hii ni kumuondoa William Ruto. Tunataka tukae hapo. Na sasa tumewacha maneno mengine yote, sisi tumelenga what is important na tuko hapo. Mheshimiwa, kwenye chama cha ODM kumeondokea kuwa na mgawanyiko. Kuna kundi ambalo linaongozwa na Sifuna la Linda Nchi na kuna kundi la pili ambalo liko na Mheshimiwa Oburu Odinga. Sifuna ameondokea kupendwa sana na vijana hapa nchini. Amefanya mikutano kadhaa. Na leo nikipita hapa town katikati wangetaka kujua, je, kuna uwezekano wa Mheshimiwa Liginji na upinzani wa pande hii kushirikiana na kundi ambalo linaongozwa na Edwin Sifuna ambaye seneta wa Nairobi? Wacha nikwambie ndugu yangu. William Ruto alifikiria ni mtu mjanja sana. Akaguza mlima na nilikuwa nimemwambia asiguze mlima. Akachokora mlima, akasaliti mlima, akatesa mlima, akahangaisha mlima, akitegemea ODM na Raila Odinga. Na alikuwa na maringo sana na majivuno. Anasema mimi sihitaji mlima, sina haja na hii mlima, mimi niko na Raila Odinga. Raila alikuwa na 6.9 million, mimi nilikuwa na 7.2. I don't need Rigiji, I don't need watu ya Meru, mimi sihitaji Waembu, sihitaji Wakikuyu wa Kwende.
Mungu ni nani? Hapo ndio tuko. Mzee wetu Raila amepumzika. ODM imesabaratika. Wale watu walikuwa wametegemea, hakuna. Hii ODM igawanyika mara 3, mara 4. Joho amechukua ODM moja iko Mombasa. Oparanya amechukua ODM ingine iko Western. Ruto amebaki na ODM ile badia ya Wanga, Junet na Oburu. ODM ile ya Raila ile genuine iko na Babu Owino na Sifuna, na ni watu ya one term. Hawa wanapinga Ruto. Watu wote wa one term sisi ni watu wa moja. Hawa vijana akina Sifuna akina Babu tuko pamoja. Sio lazima ati tushinde tukipiga picha tukicheka. What is important, sisi nasema one term. Sifuna anasema one term. I believe I know somewhere along the way tutaketi pamoja tumalize hii kazi iko mbele yetu. Ni kazi rahisi. Mambo ya ODM imesabaratika, iko ODM Bonoko ile ya mzee Oburu, Gladys Wanga na Junet Mohamed na Baye Ruto amenunua na iko kama 25%. The rest of ODM ile yenyewe, the original ODM ya Raila Odinga iko na Sifuna na Babu Owino. Huyu Joho anataka kuanzisha chama ya Pwani. Huyu Oparanya anataka kuanzisha chama ya Western. Mambo ya ODM imesabaratika. UDA saide alinifukuza tukaondoka na mlima. UDA hakuna, imeisha. Huyu William Ruto kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tutamshinda na 70%. Na tuko na hakika tutamuondoa na 70%. Rais William Ruto anasema wewe na kikosi chako hamuna agenda, hamuna hata mgombea wa urais. So nani anaenda kushindana na Ruto? One anasema sisi hatuna agenda, yeye ndiye yako na agenda. Agenda yake ile ametimiza na kila Wakenya wanajua ni kuteka vijana nyara na kuwaua. Ile kazi nyingine amefanya inajulikana ni kusema watoto wapigwe risasi kwa mguu. Kazi nyingine rais amefanya ni kuharibu masomo ya bure ya primary school tulipewa na Mwai Kibaki. Kazi nyingine amefanya ni kuharibu Linda Mama tulipewa na Uhuru Kenyatta. Kazi nyingine amefanya, hiyo ndio agenda yake. Sisi hatuko kwa hiyo agenda. Agenda yetu tunasema tunataka kurudisha Kenya pahali Mwai Kibaki alituachia. Na ndio hiyo iwezekane, lazima Ruto kwanza aondoke. Hiyo is the most important. Bila yeye kuondoka hatuwezi faulu. Kwa hivyo agenda number 1 ni kumuondoa. Tukishamuondoa tulegeshe masomo ya primary school bila malipo. Tukishamuondoa tulegeshe maneno ya day secondary school bila malipo. Tukishamuondoa tuondoe SHA, turudishe NHIF tufanye marekebisho. Tukishamuondoa tusimamishe mambo ya housing levy kwa sababu hatutaki serikali ijengee watu nyumba. Hiyo hapana kazi ya serikali. Kazi ya serikali ni kujenga barabara, kuleta maji, kuweka stima, kuweka usalama na kuwezesha watu kufanya biashara. Hiyo mambo ya housing levy tuondoe. Mambo ya ubomwaji tusimamishe. Mambo ya watoto kutekwa nyara tusimamishe. Mambo ya mauaji tusimamishe. Pombe haramu inaua watu wetu tumalize. Hiyo ndio agenda yetu. Yeye agenda yake ni kuua watu, ni wizi, ni kuhonga watu. Hiyo ndio agenda yake. Alafu wanasema ati sisi ati hatuna agenda. Lakini yeye agenda yake ni kuharibu Kenya. Hatuna haja na hiyo agenda yake. Tena kusema ati sisi hatuna mgombea rais, sisi tuko naye. Tutatoa wakati ikifika. Sijui ulikuwa how old in the year 2002? Ulikuwa na miaka ngapi? Miaka ngapi ulikuwa naye? Young man. Mwai Kibaki alitangazwa kuwa presidential candidate wa opposition tarehe 14 mwezi ya 10 2002. Uchaguzi ukiwa tarehe 27 mwezi ya 12 22. Kati ya Kibaki kutangazwa na uchaguzi ilikuwa mwezi 2 siku 13. Mko na haraka ya nini? Tuko na 1.5 years. Hatuna haraka. Kwa hivyo tena si wewe. Nasema tutakubaliana. Mimi niko pale. Kalonzo ako pale. Martha Karua ako pale. Matiang'i ako pale. Tumekubaliana zote mtu atafute kura zake. Na ndio tunaendelea kutafuta. Na tutatembea pamoja. Hatupigani, sisi ni marafiki. Pale mwisho tumekubaliana tutatoa mtu mmoja. Na ni matumaini ni mimi. Mimi niko na matumaini kubwa sana. Na wakisema sio mheshimiwa utafanya nini? Utaondoka ama utabakia kumpa support ambaye atachukuliwa? Nikifanya nini? Wakisema sio wewe utakubali? Mimi wakisema sio mimi. Wakinionyesha sababu za kutosha kwa nini sifai na siwezi toa William Ruto. Waniambie ni Kalonzo. Mimi nitakubali ni muunge mkono.
Wakiniambia ni Matiang'i, mimi nitakubali nimuunge mkono. Wakiniambia ni Martha Karua, nitakubali nimuunge mkono. Na mimi pia nimewaomba ikisemekana ni Rigiji, hata hao wote wakubali waniunge mkono. Lakini wao unataka wakubali bila masharti. Hakuna mtu, sisi tutaongea. Unajua kura ni numbers, lazima unajua ndio upite, lazima upate majority. So kutakuwa na many factors ya kudiscuss. Tutaketi chini tuongee. Wewe Rigiji, kwa nini unasema unafaulu? Mimi niko na hii, ninaweza hii, niko na experience hii, niko na nini, niko na pesa, niko na magari, niko na structure. Okay, Rigiji, Kalonzo, kwa nini? Nilikuwa vice president wa Kibaki, nilifanya kazi mzuri, niko na kura hizi. Matiang'i, nilifanya kazi na Uhuru, mimi nikatengeneza masomo, usalama, mimi naweza. Martha, ndio mimi nilipigania second liberation, nilifanya kazi na Kibaki, nimekuwa running mate wa Raila, mimi naweza. Natembea. Tuongee na tutasikizana, tutoe mtu mmoja, na ni matumaini yangu kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Mimi naomba sana, na mimi natia bidii. Unaona mimi Israeli natia bidii sana kuunganisha kura yangu, ndio sasa nikienda kwa mesa nione kama nitapewa nafasi. Labda nafasi ya urais ikikosekana, utakubali kuwa mgombea wa mtu, mgombea mwenza? Wacha aturuke daraja tukifika hapo. Let's cross the bridge. Na sisi kuhusiana na majukumu ya kaunti ya Nairobi kuchukuliwa na serikali, kuna bomoa ambayo inaendelea maeneo ya Roysambu, maeneo ya Githurai. Wangetaka kusikia kauli yako ni ipi, kizingatiwa watu wengi wa mlima ni wafanyabiashara. Kwanza mimi niko na uchungu sana Nairobi kwa sababu governor aliyeko, mimi ndio nimpigia campaign kwa watu ya Mlima Kenya. Nikamletea karibu 530,000 votes. Akatusaliti, akatugeuka, akakuwa mtu ya kuumiza wafanyabiashara. Ameumiza watu Nairobi, amebomoa manyumba ya watu, ametatiza wachuuzi, ametatiza watu wanauza wakulima market, amesumbua watu ya Nairobi zaidi. Ndio tunasema yeye ni one term na tutafukuza yeye. Na wameshikana na William Ruto kuhangaisha watu ya Nairobi. Jana usiku Wameru wanauza miraa pale Zimmerman, pale Roysambu, wamebomolewa. Hapo Nairobi River watu hapo ya mlima wanabomolewa. Na mimi siogopi hata nikiitwa mkabila. I want to say there is ethnic profiling in Nairobi. You know? Ya kwamba jamii ya mlima imekuwa targeted by William Ruto na Sakaja, kuhangaishwa na kuumizwa kwa sababu inasema one term. Ile juzi pale Githurai 2 weeks ago, manyumba imebomolewa ni ya jamii ya Wakikuyu na Wameru na Waembu. Jana usiku manyumba imebomolewa ni ya Wameru na Wakikuyu. Pale Kariobangi North watu wameumizwa na Wakikuyu. Kwani tunauliza sisi ni watoto wa nani? Kwani ni nini tulikula ya William Ruto tumrudishie? Kwa nini yeye na Sakaja wameshikana kutuhangaisha kama jamii na sisi tulimpigia kura? Ametuumiza, ameumiza watu wetu. Anataka tukue maskini ndio tuiname, tumpongeze na tumuabudu kama Mwenyezi Mungu. Na hatuwezi. Hata kama ni kuumia, wacha tuumie. Niseme hiyo maneno ya William Ruto kuchukua vitu ya county government, ati national government ichukue some services, ni wizi. Ni njia anategeza ya kupora mali, ya kutafuta pesa ya campaign. Amepora mali yote ya Kenya ya national government, sasa ameingilia ya county. Na huyu governor alitishwa atakuwa impeached. Alikuwa amekataa hapo beleni kusaini hiyo kitu. Ma MCA wakaitwa kila mtu 1,000,000, wakaambiwa chukueni signature. Aliposikia zimefika 60 akakimbia kwa Ruto, akasign kupeana Nairobi. Hivyo ndivyo Ruto anafanya kazi. Anatisha watu na impeachment. Hiyo maneno ya national government kuchukua county government ya Nairobi ni mambo ya wizi na ni mambo ya kutafuta pesa ya kampeni. Kuna siku ulisema katika mkutano wa kisiasa ya kwamba kuna siku uligongea Rais William Ruto meza na karibu mpige slap. Katika hii serikali mnaunda, ungetaka wewe ukiwa rais naibu wako akupigie meza ama athubutu kukupiga? Mimi siwezi pigia rais meza kura, lakini mimi naweza pigia mwizi na muuaji. Kama wewe unaua watoto, nitakosa kugonga meza namna gani? Wewe nakwambia hapana ua watoto, nasema nitaua, nagonga meza. So unasema Rais Ruto sio rais wa Kenya? Nasema mimi sikupigia rais meza, nilipigia mwizi na muuaji. Sasa hiyo utajijazia, si wewe umesoma? Hii ndio sababu moja ulifukuzwa kwa kiti? Mimi sijui. Mimi nilifukuzwa kwa sababu nilikataa mauaji. Na nilimwambia Kindiki, nikamuita. Siku tumeenda National Security Council, akapitisha tuwe watoto. Ati kwa sababu wanapiga kelele mambo ya finance bill. Nikamwambia rais, tusiue watoto. Wewe ni mzazi bwana. Wewe ni Mkristo. Hii ni watoto ya mtu. Mbona unataka kuua watoto? Sema wewe Kindiki kwenda fanya kazi. Nikatafuta Kindiki nikamwambia, ndugu yangu,
usipate damu ya hii watoto, itakuangaisha. Usiue watoto. Akasema rais amesema mimi lazima nifanye vile rais amesema. Mimi nikamwambia kwende, mimi sihusiki na hiyo maneno. Nikatoka nikaenda Mombasa. Mimi siwezi ua watoto, na hata mtu yeyote akiua watoto tutakosana. Mtu yeyote akipora mali ya Kenya tutakosana. Mimi tulikosana na William Ruto kwa kuua watoto na kwa kuangaisha watu wetu na kuharibu biashara na kupora Kenya na kufirishisha watu wa Kenya na kuharibu kila kitu. Lazima tukikosana. Inasemekana ukiwa DO unitumia vibaya chakula cha msaada. Ni kweli? Hiyo ni mambo ya ujinga na upusi na mambo ya Kindiki. Kindiki alikuwa CS Interior. Kama angetaka kuchukua faile yangu na ningemwambia personal number yangu ni 611592. Niliandikwa 1989, 16 January 1989. Hiyo barua alitengeneza fake ni ya mwaka wa 1997. 1997 nilikuwa DO Kakamega. Barua inasema ati mimi niko DO Laikipia. Mwaka wa 2001 tulikuwa na William Ruto na Uhuru Kenyatta nikiwa kazini. Sasa utakuwa ulifutwa 1997 na 2001 huko kazini. Si watu watumia akili. Unaona mtu ni profesa lakini kwa sababu ya kukaa na akina Faruka akili yake imeteremuka imekuwa kama ya Faruka. Hata kama unataka kufanya forgery ya barua, si utumie akili kidogo. Ujue hii mtu 1997 alikuwa wapi. Wanasema nilikuwa Laikipia. 1997 nilikuwa DO pahali naitwa Navaholo. 1998, 99 nimekuwa pahali naitwa Ngarwa Laikipia. 2000 niko course naitwa Advanced Public Administration, KIA, Kenya Institute of Administration. Nikatoka hapo nikiwa na distinction. 2001 nimekuwa attached kwa Uhuru Kenyatta kama PA wake. Tumeenda na yeye mpaka December 27 22. Sasa ile tumeshindwa ndio nimeresign. Sasa utasema mtu alikuwa kazini na Ruto na tukua Ruto kwa sababu tulikuwa tunasaidia Uhuru. Unasema alifutwa 1997 na 2002 tuko na Ruto tukifanya kazi. Kama ningeongo mbona utampeleka koti? Ni ya nini? Why do you want me to waste my time? Mimi niko na pesa ya kushinda nikilipa mawakili. Si unawasha ujinga kama hiyo iendelee. Unajua huyu profesa ni mtu sijui ni nini. Unajua ukikaa na mtu ya standard 2 na standard 6 nafikiri ile kitu inaitwa osmosis. Movement of molecules from high concentration to low concentration. Ukikaa na watu ya standard 2 na standard 6 wanakuleta chini. A whole professor anaforge barua ati nimefutwa kazi 1997 na mimi 1998 niko kazini, 1999 niko kazini, 2002 niko KIA nafanya course, 2001 and 2 niko PA wa Uhuru Kenyatta nikiwa serikalini. Nimetoka baada ya sisi kupoteza uchaguzi 2003. I have no time to answer such nonsense. It speaks a lot about your reputation, Mheshimiwa. Why can't you come out wakati kitu kama hicho kimetokeza na waambie Wakenya kwamba hapa wanasema uongo? Sasa nikuulize ndugu yangu. Nikifuata ile maneno iko social media ya kujibu kile kitu nasema juu yangu, nitafanya kazi za ngapi? I dismiss those things with contempt. Hata ni vile tu mmeuliza, sijataka kujibu. I have no time. Mimi niko very busy kufukuza William Ruto aende nyumbani. Niko very busy kupanga Kenya. Niko very busy kujua ni matatizo ya Wakenya. Niko very busy na mambo ya wakulima, wafanyabiashara, watu ya payslip, wale ambaye mambo yao imepata shida. Sasa ikiwa kila mtu akiweka kitu kwa social media nikuwe nikijibu, nitafanya kazi yangu saa ngapi? I have no time. Na Wakenya wananijua mimi. So kama nilikuwa nimeiba, si unipeleke, si criminal offenses have no time limit. Si hiyo Saparano ni mtu wako na nguvu mingi, si unishike unipeleke kotini. Mheshimiwa, kesho kwenye ziara yenu hapa Meru inalenga sana maeneo ya Nyambene ambapo kuna mimea ya miraa. Miraa ni sekta ambayo imekumbwa na matatizo kadhaa. Watu wanasema airport kuna cartel kutoka hapa kwenda Somalia ambapo unasikia bonda itafunguliwa, ikikaa unasikia hajafunguliwa. So watu wa Nyambene hapa wanauliza, hebu uliza Mheshimiwa Rigiji, yeye ni msema kweli, sasa truthful man. Wakati ni nini unajua sio kuhusu hiyo sekta ya miraa? Shida iko wapi? Mimi na William Ruto tulikuwa tumekubaliana ya kwamba tukipata serikali tutasaidia watu ya miraa pale Nyambene na pale Tigania. Na tukakubaliana kwa kauli moja ya kwamba tutatafuta balozi kutoka Nyambene aende kwa nchi ya miraa akatafuta soko. Tukamchukua Kubai Kiringo aliyekuwa mjumbe wa Igebe Central, akakuwa balozi yetu katika Somalia, aende kutafuta soko. Na mimi mwenyewe nikasukuma mpaka akakuwa balozi na nikabriefie na akaenda Somalia. Lakini tukapata matatizo kwa sababu hii biashara ya miraa iliingiliwa na rais mwenyewe kupitia watoto wake na Aden Duale. Hao ndio wenye kufanya biashara ya miraa, ndio imesabaratika. Hiyo ndio ukweli. Mheshimiwa, mimi kama hasi hao waseme si hawa. Hapo Mheshimiwa, tungetaka kujua unaposema rais na watoto wake na Aden Duale wameingilia kivipi? Si nimekuambia ndio wanafanya biashara ya miraa. Wanapeleka wapi? Ndio wananunua na wapeleka ng'ambo.
Sasa watu wetu wale walikuwa wanapeleka direct wamekatwa. That is the problem. Hiyo ndio shida ya biashara ya miraa. Gikunda kutoka Kahaga anasema wakati wa siasa mnakuanga na suluhisho ya miraa sana, lakini mkishachaguliwa hayo mambo sijui yanapotelea wapi. Mimi nimewaambia nilijaribu nikafurushwa, ningetatua vile nitatua mambo ya kahawa, nilikuwa nimeamini nitatatua mambo ya miraa. Si nakwambia nilikuwa nafanya na Kubai Kiringo miaka 2. Yes, ndio. Ulifanya nini miaka 2? Si nakwambia kitu ya kwanza niliweka Kubai Kiringo aende pale Somalia. Are you the appointing authority of the president? No, umetuambia wewe ndio utafutia serikali yetu ilikuwa ya ulituambia wewe ndio utafutia Mithika Linturi kazi. Yes. Ukatafutia Japhet Koome kazi. Yes. Unajua aliingia hata kabla wewe uingie kwa kiti. Hapana. Koome alikuwa kikanjo, wewe ujui, una habari. Koome alikuwa appointed inspector general, saa ile Mutiambai ameresign kama tuko kwa ofisi. Wewe una habari, umechelewa. Ulisikia nikifukuzwa kwa mambo ya shares. Hii shares ilikuwa ni kutafutia watu wetu kazi. Hii si ulisikia nimefukuzwa ati mimi ni mtu ya shares. Ni kwa sababu nilikuwa nasema wewe William Ruto tumekupatia 47% of our vote. Sisi tunataka kiti ya agriculture ya Mithika Linturi. Tunataka kiti ya Attorney General ya Justin Muturi. Tunataka ambassador wa Somalia Kiringo Kubai. Mimi ndio nilikuwa natetea, na alipoanza kunichenga na kunipeleka hivi nikakuwa mkali, na ndio nilifukuzwa hata mimi ni mtu ya shares. Sasa unajua nimeshangaa hii watu ya ODM walishikana na Ruto kunifukuza hata mimi nauliza shares. Saa hii kwa kila mkutano wanasema wanataka 50% shares kwa serikali ya William Ruto. Umesikia wakisema ile walinifukuza naye ati ni mambo baya, ati mimi nilikuwa natetea watu ya mlima. Wajaluo sasa na watu ya ODM wanasema tunataka 50%, ya kwamba ni makosa watu ya mlima wakiuliza haki yao, lakini wengine wakiuliza ni sawa. Ile ya kuhuzunisha ni ya kwamba wajumbe wa Meru na senator wa Meru walifukuza mtoto yao kwa kuuliza watu ya mlima wapatiwe haki yao. Hiyo ndio kitu ile ya kushangaza na ya kuhuzunisha. Ati Rigathi Gachagua alikuwa anasema sisi watu ya mlima tulikupatia 47% of our vote. Tunataka tujengewe barabara, tunataka maji, tunataka stima, tunataka university, tunataka watoto wetu waandikwe kazi, tunataka tukue kwa jeshi, watoto watu waende polisi. Hiyo ndio nilikuwa mimi nauliza. Watu ya nyumbani wakadanganywa na Ruto wakapewa pesa. Atifukuzeni Rigathi Gachagua anauliza shares ya Mlima Kenya, na hao ni watu ya Mlima Kenya. Tangu nitoke iko nini? Hakuna mtu ya kuuliza, hakuna mtu ya kutetea. Watu wetu wanafutwa kazi, hakuna barabara inaendelea, hakuna maji, hakuna chochote. Hakuna mtu yeyote ya kutetea watu ya Mlima Kenya. Huyu Kindiki ni hesa, ni mfanyikazi wa Ruto, hawezi uliza swali. Huyu Kadhuri Murungi hawezi uliza swali. Hao wajumbe wote ya Meru hawezi uliza swali. Mimi ndio nilikuwa natetea wa Meru. Nilipofukushwa, Linturi akafukuzwa, wa Meru wamezama. Lakini msijali, tutapata nafasi nyingine, tuunde serikali upya, tujipange vizuri, ndio tupate haki yetu kama watu ya Meru. Niko na swali. Umesema unapenda Meru sana. Kuna kijana alipotea, Mwenda Bijewe. Kuna kitu unajua kuhusu kupotea kwake, kwa sababu mliingia Mwenda akiwa amepotea. Sasa wakati wako wa miaka 2 katika serikali, do you know anything about Mwenda Bijewe? Nilijaribu ikakuwa ngumu. Mimi mwenyewe nilitoa hakikisho kwa mama ya huyo kijana ya kwamba tukipata serikali tutajaribu kusaidia kutafuta huyu mtoto. Mimi nimefuatilia, polisi wamenisungusha mpaka nimetoka. Sasa ningefanya nini? Wamenisungusha mpaka nimetoka. Sasa mimi ile tu nataka kusema ya kwamba hiyo maneno ya watu kupotea, hiyo maneno ya watu kutekwa nyara. So what do you know about him? I know nothing. We were not in government, so I don't know. So when tumeingia tumejaribu kufuatilia na DCI mlengo mmoja. Mbona usimuulize nini kilifanyikia? Sio utatafuta Matiang'i umuulize mkipatana naye. Si yeye yako anatafuta kiti ya urais. Lakini yako mheshimiwa na hii swali unauliza kwa kila wakati ukija. Mimi siwezi jibu swali ya mwanamume mwingine. Mimi niko hapa kama Rigiji niulize maswali yangu. Huyu Matiang'i utamtafuta ni kiongozi umuulize hiyo swali. Acha nikuulize hii basi. The infrastructure fund bill ambayo mliweza kuipinga jana, pengine kwa nini? Tunapinga kwa sababu mali ya umma
lazima ipitishwe na bunge. Hii inaenda bila kupitishwa na bunge. Number 2, mali ya umma lazima ikuwe audited by the Auditor General. Na hiyo ni katiba ya Kenya, sio mimi nasema. Hii ni maneno ya kukeuka katiba ya kwamba wauze mali ya Kenya bila idhini ya bunge, watumie mali ya Wakenya bila kuulizwa swali na Auditor General. Hiyo itakuwa ni wizi tupu, na hii ni pesa ya campaign. Ndio tunasema kama unataka kuokota pesa ama kukopa, ufuate sheria ya Kenya. Lazima ukope pesa, lazima upate idhini ya National Assembly. Ukishakopa hiyo pesa na umetumia, lazima iidhinishwe na Controller of Budget ukitumia. Na ukishamaliza kutumia, lazima ikaguliwe na Auditor General ya kwamba kama hiyo pesa imetumika vizuri. So hii fund imewekwa ni kitu shwara tu, haina mtu, haina ukaguzi, haina idhini, haina chochote. Ni rais na mawaziri wake wafanye vile wanataka. Lakini mheshimiwa, walipitisha 5 trillion, si ndio? Sasa mtafanya nini na ishapita? Ni mambo mingi sana wamepitisha kinyume na sheria na imepingwa kotini. Hata hii itapingwa kotini na itapingwa kwa sababu ni kinyume na katiba ya Jamhuri ya Kenya. Na koti ni kazi yake kuhakikisha ya kwamba tumefuata katiba ya Jamhuri ya Kenya. Hivyo mmejipanga kwenda kotini? Tumejipanga. Right. Asante. Mheshimiwa, kuna swala ambalo linaendelea hapa Meru. Hii wiki mwanzo Mheshimiwa Mithika Linturi ambaye ni rafiki yako na mkono kwenye DCP amejitokeza bayana akasema ndio Gavana Kawira Mwangaza aondolewe kwenye ofisi. Kuna hongo ilitolewa pale Senate ya 100 million ambayo ilikuwa imepewa Mheshimiwa Kadhuri Murungi. Pia umekuwa ukilalamika kwenye upande wako ukisema hawa maseneta waliongwa, wabunge waliongwa. Je, kwa mtizamo wako Gavana wa Meru Mheshimiwa Kawira Mwangaza alitendewa haki? Hapana. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza alitendewa kinyama. Na mimi napinga, na nilipinga sana. Na alitolewa kama nimetoka, nilikuwa nimekataa. Rais aliandamana na Kawira wakiwa na Kindiki for a long time kujaribu kumtoa. Mimi nikamuita, nikaita ma-MCA, nikawaongelesha, nikatafuta amani karibu mwezi 6. Wakataka kumtoa tena. Mimi nikaongelesha maseneta, nikamwambia hapana. Huyu mama Kawira alichaguliwa na watu ya Meru na ni mama. Apewe nafasi amalize muda wake. Wameru wakiona hajafanya kazi vizuri, hata kama amepotea, watamtoa. Kwa nini mnataka kushikana watu wachache mtoe Kawira Mwangaza? Hiyo maneno yote ilipangwa na William Ruto. Na ndio mwenye kutoa pesa. Na hao maseneta kwanza Kadhuri ni very notorious pale bunge kuchukua pesa, kuchukua hongo, kufukuza magavana. Hata pesa ya kunifukuza mimi Rigiji, Kadhuri Murungi ndio alipewa kupatia maseneta, kila seneta shilingi milioni 10. Na yule ambaye yako kichwa ngumu milioni 20. Huyu Kadhuri Murungi ni mfisadi zaidi pale katika Senate na ni broker ya kuchukua pesa na kueneza mahongo. Na walikosea watu ya Meru kwa sababu huyu Kawira Mwangaza alishindana na Kiraito Murungi mwanaume. Akashindana na Mithika Linturi mwanaume, akawaangusha wote wawili. Wangepatia watu ya Meru heshima. Wawapatie nafasi ya miaka 5 contract ya watu wa Meru na Kawira Mwangaza amalize. Kama ni kweli Kawira ametatiza kazi ama ameharibu, wa Meru wale walimpatia contract wangeterminate hiyo contract, wachague mtu mwingine. Lakini ni makosa sana. Hata impeachment yangu hakuna makosa nilikuwa nimefanya, ni hongo. Sasa kwa mtazamo wako, labda mheshimiwa, tungetaka kujua hivi, sababu ulikuwa pale kama deputy president, aswa ni nini atoa ili mbindu afukuze Kawira Mwangaza? No, ni mambo ya Ruto kutatiza Meru. Ruto hakutaka amani Meru kwa sababu hakuna kazi alikuwa amepanga kufanya. Kwa hivyo alikoroga siasa ya Meru, ndio Meru kusifanyike kazi yoyote. Akakoroga, anatafuta ma-MCA, anapatia pesa, pigeni Kawira. Anatafuta wabunge kupitia Kadhuri, pigeni Kawira. Meru kukakuwa na kelele, hakuna kazi imefanyika. Mimi nikiwa mtoto wa Meru, nikajaribu mara 3 kuwalete pamoja. Nikawabebeleza, tafadhali tuache vita, watu wa Meru wafanyiwe kazi. Huyu mama hata kama mpendi yeye ndiye chaguo ya watu ya Meru. Yeye ndiye alichaguliwa na watu ya Meru. Mpatieni nafasi afanye kazi. Wanapoa siku kadhaa, wanaitwa na Ruto, wanapewa pesa, wanamchokora. Mwenye kulete furugu Meru, mwenye kutatiza Meru, mwenye kuhakikisha hakuna amani ya kisiasa Meru, ndio wa Meru wasifanyiwe kazi, ndio William Ruto na Kithure Kindiki. Hao ndio wenye kutatiza siasa ya Meru. Na mimi nakuuliza, tangu Kawira atoke,
ilikuwa inasemekana Kawira anatatiza maendeleo ya Meru. Kazi gani imefanyika Meru? Hakuna kitu inaendelea. Hakuna kitu chochote imefanyika Meru tangu Kawira afukuzwe. Kawira angewachiwa nafasi afanye kazi yake, amalize. Kama wa Meru wako na shida na kazi yake, watamwashisha kazi, watafuta mtu mwingine. Mheshimiwa Rigathi, unaongea ni kama mtu atumii sheria ya Kenya. Impeachment ya governor inaanza county assembly mpaka inafika kule Senate. Sasa ukisema Kawira Mwangaza alifukuzwa na Rais William Ruto, impeachment ilianza wewe ukiwa naibu wa rais. Rais ndiye alitoa pesa. Rais ndiye alitoa pesa ya kuhonga wabunge, ya kuhonga maseneta. MCA. Ndiye alitoa pesa. Uko na ushahidi? Niko na ushahidi. Niko naye. Si mimi nilikuwa naibu wake. Mimi namjua, ni mtu ya kijini chini. Anaita watu wanapetia pesa. Mimi nilikuwa namzuia kufukuza Kawira. Na ujue alifukuzwa kama nimetoka. Mimi ndio nilizuia Kawira kutolewa for that time. Na ninawaambia wabunge, wacheni kukoroga Kawira. Between you na katiba ya Kenya, nani yako na nguvu? Ni wewe ama ni sheria ya Kenya? Hiyo si swali ya kuuliza. Ni swali kwa sababu ulisema Kawira asifukuzwe. Mimi nakuuliza, ni sheria ilitumika mheshimiwa kufukuza Kawira. Sheria kama ingefanya kazi ni mzuri, lakini watu wamehongwa, hakuna sheria ya kuhonga watu. Ntuli amesema walihongwa, nimekuambia walihongwa. Hata mimi kutolewa ni watu walihongwa. Hata wanaongea walihongwa. Na wale walikataa kuhongwa ni wangwana. Sisi ile kitu hatutaki ni kutumia hongo kupindua sheria ya Jamhuri ya Kenya. Na mimi nataka kusema hii maneno ya impeachment. Hata huyu governor Sakaja mimi simpendi na sifurahii, yeye ameumiza watu wetu. Lakini mimi sitaki atolewe kwa impeachment, apatiwe nafasi, amalize mwaka 5, tutamtoa. Watu wa Nairobi watamtoa kisheria na kidemokrasia. Hakuna haja utafute Ruto atafute ma-MCA ya Nairobi. Kwa sababu yeye ndiye anawatafuta na wapatia pesa tuwafukuze Sakaja, alafu wapeane seneti yafukuzwe. Hakuna haja. Na ikifika kwao Kericho hawezi kubali. Senator ya Kericho, governor ya Kericho alifukuzwa na MCAs, Ruto akatoa pesa kwa maseneta asifukuzwe. Lakini hata ukiangalia katika mambo ya impeachment, tangu tupate devolution, Mlima peke yake ndio watu wanafukuza magavana. Kwa sababu watu wetu wanapenda pesa sana. Watu wetu wanapenda pesa. Si hapo Nairobi. Si hiyo ile watu walikuwa wamechagua Sonko ni watu ya Mlima. Hakuna governor mwingine katika Jamhuri ya Kenya amefukuzwa. Ilianza na ya Wabora, ikazamishwa na koti. Ikafuatwa ya Waiguru ikazama. Ikafuatwa ya Gachagua ikazama. Waitito akatolewa. Sonko akatolewa. Nani? Wakati huo ni Ruto. No, nakwambia, si mimi nakwambia hapa Mlima peke yake ndio impeachment inafanya kazi. Huyu governor wa Matangi wamejaribu kumtoa, ma-MCA wamekataa, wamekuwa wangwana. Rigathi Gachagua ametolewa na watu ya Mlima wamepewa pesa. Mimi nataka kuambia watu wetu, nikiwa hapa Meru, tunapata aibu sana katika Jamhuri ya Kenya ya kwamba viongozi wetu katika Mlima ndio peke yake wanakubali kuchukua pesa kufukuza viongozi wao. Swali langu la mwisho kwa sababu ya muda. Wewe unasema ungefanya kazi na mwizi na ndio maana ulimpigia meza. Mbona ulikuwa unataka kuendelea kukuwa naibu wa rais kwa mtu ambaye huamini sera zake? Kwa sababu si alikuwa amenipea kazi, nilikuwa nimepewa kazi na watu wa Jamhuri ya Kenya. Katiba ilisema tukae na yeye, kama ananipenda hanipendi, tungekaa. Ndio nitaka kukaa, nikoroge yeye, nimwambie hapana nikiwa ndani. Kwa sababu hiyo ndio katiba. Si yeye alinichagua, mimi sikuchaguliwa na William Ruto. Mimi nilipigwa kura na Wakenya. Kwa hivyo yeye hakuwa na uwezo ya kuniambia uweze sema hii, uweze sema hii. Mimi nilikuwa nimechaguliwa na wananchi wa Kenya, nilipigiwa kura. Hukuona picha yangu hapo? Jina yangu ilikuwa hapo na picha ukipiga kura. Kuna bahali uliona Wilson Soprano kwa hiyo karatasi? Mheshimiwa, swali langu la mwisho, kuna vita inaendelea kati ya Ukraine na Amerika na the Israel. Tuko na Wakenya wengi sana na hata ndugu zetu wa kutoka hapa Mlima wengi wanafanya kazi Middle East wapi. So nchi ingetaka kusikia kwa kauli yako, msimamo wako haswa ni upi kuhusu vita inaendelea huko? Mimi ningeomba serikali yetu kama inaweza kubali, sijui kama inaweza kubali, watu wetu wote wale wako pahali iko vita wasaidiwe na ndege na pesa, warudi nyumbani bila kuulizwa pesa. Hii pesa 17 bilioni imepelekwa pale State House, wachukue hata kama bilioni 3 wasaidie Wakenya kurudi, kwa sababu nchi zingine ndizo zinafanya. Hatutaki Wakenya wakufe ng'ambo kwa mambo yao, kwa mambo ambaye haihusu hawa. Wakenya hawahusiki na hizo vita. Na nchi yeyote ambaye ni responsible nation, the first reaction is to save your people.
kama iko vita, kitu ya kwanza ni kushughulikia Wakenya wakuwe salama, warudi nyumbani. Nimeona huyu Musalia Mudavadi akisema ati watafute pesa yao warudi. Sasa 500,000, 600,000 si kitu tulikuwa umepanga, huku wanajua kutakuwa na vita. Hapo Ulaya watu wanahangaika, cost of living is very high, labda hawana pesa. Sasa Musalia anasema ati wajue vile watakuja. Utajua vile utakuja namna gani na vile bei ya ndege iko juu? It is the government of Kenya. Sisi tuko na pesa. Hii pesa yote Kindiki nazunguka nayo na magunia, awache mwezi moja. Hii pesa yote isanywe, ilipe iwe ndege, Wakenya wote warudi nyumbani, wakuwe safe. Nafasi yetu ama muda wetu umekwisha, lakini tukimalizia, ungetaka kuambia wale Wakenya wanatutazama usiku wa leo nini? Mimi ningetaka kuongea na watu ya Meru ya kwamba tumekubaliana pale kwa meza ya kitaifa. Captain Mithika Linturi ndio kiongozi kutoka Meru ambaye anakaa kwa meza ya kitaifa. Pahali sisi tunakaa tukipanga serikali mpya, tukitafuta serikali mpya, Mithika Linturi anaketi hapo. Kwa hivyo interest ya watu ya Wameru kwa meza yetu ya kitaifa inaakilishwa na Captain Mithika Linturi. Naomba Wameru wamuunge mkono, wamchunge hapa nyumbani, ndio akuje achunge interest ya watu ya Meru pale mlimani. Justin Muturi amekuja pale anachunga interest ya Waembu. Mimi sitembee peke yangu, mimi niko na Martha Karua, Mithika Linturi na JB, tuko wanne. Tunachunga interest ya watu ya mlima. Lazima tuchunge. Ruto ndiye ananiita mkabila. Lazima mambo ya kuandikisha kura itaanza tarehe 29 March, mass voter registration, ile itakuja mashinani. Naomba watoto wetu wote hapa Meru wachukue kura. Naomba wazazi wahakikishe watoto wao wamechukua kura, kwa sababu tukiselect kidogo tulete mchezo, huyu jamaa rudi, tutapata matatizo mengi sana hapa mlimani. Na kwa hivyo ni kila mtu ajiandikishe kura, kila mtu akuwe tayari. Mwaka ujao tarehe 10 mwezi wa 8 tuamuke mapema saa 10 na saa 9 tukuwe kwa laini, tupige kura, tufukuze huyu jamaa, tutafute rais mpya. Alafu hapa Meru tuko na project Fagilia. Wale wasaliti wote wa jamii yetu ya Wameru, wabunge wote na senator ambaye wametuuza kwa Ruto, ambaye wameenda kushughulikia tumbo zao, ambaye hawatatii Wameru, wakienda State House kazi yao ni kuchukua pesa, hawana haja na watu ya Meru. Walichaguliwa na Wameru, wamewaacha hawa wanashughulikia tumbo zao. Tuko na mpango naitwa Fagilia ya kuondoa hao viongozi wote. Tutafute viongozi wapya ambaye wataheshimu Wameru, ambaye watawatumikia, ambaye hawatachunga tumbo zao, ambaye wataenda bunge kupitisha sheria ya kusaidia watu ya Meru. Hao ndio walienda wakapitisha finance bill ya kuumiza Wameru. Hao ndio jana wamepitisha infrastructure bill ya kupora mali ya Wakenya. Hao wabunge wa Meru wametuletea hasara kubwa na aibu kubwa kama jamii, kwa sababu ya kununuliwa na William Ruto, kuchukua pesa na kwenda kupitisha sheria ya kuumiza watu wa Meru. Asante Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Nimeshukuru sana. My fellow journalists, asanteni sana. Na para bonde ba utona akiri Waro TV na utotigera akiri Waro FM, asanteni sana utupo kudawina batwe. Ambitana gochoke Kristo ndo chetu, kendante to cheweru chidra hieta nape.